Ebu fikiria hivi, siku moja unapita katika mitaa na unafikiria, embu niingie hapa kwa slums nione huku maisha iko namna gani. Na upitapitapo pale kwa slums, unaona sura inakaa familia, unaona yule mtu ni kama namjua. Unakaribia kidogo, unaona ni yeye. Nani? Ni kijana au mjukuu wa rais mstaafu. Ako wapi? Kwa slums. Sio kutembea, yuaishi kule na yuataambikia kule. Baada ya kustuka na kumhurumia yule jamaa wa rais mstaafu, utafikiria vipi unaweza msaidia, ama uende ukihadithia venye umempata fulani wa fulani kwa slums. Leo hii ningetaka tuzungumzie the dead dog at the king's table, au mbwa aliyefariki mezani mwa mfalme. Samueli wa pili sura ya 9 ni kisa kinachozungumzia jamaa mmoja aliyekuwa katika hali kama yenye nimetangulia kuizungumzia. Huyu jamaa jina yake alijulikana kama Mefiboshethi. Mefiboshethi alikuwa mwana wake Yonathani, naye Yonathani alikuwa mtoto wake mfalme wa kwanza wa Israeli, mfalme Sauli. Na wakati ulifika, vita ikazuka, na mfalme Sauli na mtoto wake Yonathani wakauliwa vitani. Ujumbe ulipomfikia mjakazi wake Yonathani, akaamua sasa ni mguu niponye. Na alipokuwa anatoroka huku amembeba mtoto, akamwangusha chini na miguu yote miwili ikaumia vibaya. Akaenda mpaka mahali paitwapo Lodibari, mahali ambapo pakitafsiriwa ni mahali ambapo hamna nyasi, a place of no pasture, a place of emptiness. Na ni pale wakaishi kwa muda mpaka Mefiboshethi akawa mtu mkubwa na akawa ameitwa hata baba. Na siku moja mfalme Daudi alikumbuka familia ya Sauli na akaona angetaka kuonyesha moyo wa huruma na moyo wa upendo kwa familia nzima ya mfalme Sauli. Ndipo Ziba akamwelezea mfalme kwamba kuna jamaa mmoja ambaye ni mlemavu na yuaishi Lodibar, naye mfalme akaagiza aletwe mara moja. Mefiboshethi alipofika kwake mfalme, aliangalia, hakuamini macho yake. Akamuuliza mfalme, imekuwaje? Umeona nini kizuri kwangu mimi, mtu mwenye anakaa mbwa, tena mbwa aliyefariki? Mfalme akamfariji, akamhakikishia ya kwamba yutaishi kula mezani mwake siku zote, na tena ataishi kuhudumiwa na wahudumu wa mfalme. Na ningetaka tutafakari kidogo the statement, how comes I have found favor in the eyes of the king, I who is like a dead dog. Unajua, mbwa ni mnyama ambaye kidogo hata yeye mwenyewe huwa anachanganyikiwa. Kama kuna mnyama mwenye struggle with identity crisis, ni mbwa. Kwani mbwa
ni mnyama mwenye huchukiwa na hupendwa at the same time, lakini sana sana mbwa ni mnyama ambaye amechukiwa kweli. Huanga inakanganya, kwani historia inasema mbwa ndiye rafiki wa kwanza, tena rafiki aliye mzuri sana wa mwanadamu. Lakini vile vile mbwa ndiye tu mnyama utaona mtu anachukua jiwe na anamrusha bila hata kufanya chochote. Hata katika Biblia humwongelelea mbwa kama ni mnyama mbaya, mnyama mchafu, mnyama wa kudharauliwa. Ukiangalia ile mifano ambayo imelinganishwa na mbwa, na la kushangaza, ukifikiria hata huko Yehanamu kutakuwa na warogi washerati wenye kudanganya na mbwa na kuona tumeona mbwa ni nani. Sasa hapa tuongelelea si mbwa tu, bali mbwa aliyefariki. Hivyo ndivyo Mefiboshethi alikuwa anajihisi. And it's true, I think he had all the reasons to feel like that, because he was born na akalelewa kidogo katika ikulu akiwa ni wa familia ya mfalme, na sasa kidogo kidogo yuajipata hana miguu na yuaishi kwa slums. Hata kama ingekuwa ni wewe, ungejihisi nini ingine isipokuwa mbwa aliyefariki? Ungejihisi nini ingine isipokuwa mzoga wa mbwa? Naamini nazungumzia mtu mwenye kwa sasa hivi anapitia hali yenye anahisi kwa kweli, hii si hali ya kwangu, haya siyo maisha ya kwangu, na ile bidii yote nimetia, na ile kujitolea yote nimejitolea, na kuona hata wazazi wangu walikuwa wamejiweza, na ile masomo yote nimesoma, na ile kujituma mimi hujituma. Unahisi ya kwamba kwa kweli hali niliyoko kwa sasa, maisha ninayoyaishi kwa sasa, sio maisha ya kwangu. Nakubaliana nawe. Mtu hufika wakati unajishangaa mwenyewe, unashindwa maisha ya kwako haya au yuaota. Lakini ningetaka nikufariji, kwani najua hata wengi ambao wako katika ile hali ambayo wanaona si hali ambayo walifaa kuwa, kuna uwezekano mkubwa si wao walisababisha ili wawe katika ile hali. Kuna uwezekano life just happened and you found yourself in that situation. There is possibility it's not your fault to be whom you are today, to be where you are today, to be suffering from what you are suffering today. But here I have your message, that just like Mephibosheth who was dropped, haikuwa makosa yake Mefiboshethi kuwa kiwete au kuwa kilema, lakini ilifanyika na ikawa ameangushwa, na hata mwenye alimwangusha hakumwangusha akiwa na makusudi mabaya, ilikuwa ni mkosi tu. Huenda mkosi tu imekufanyikia katika maisha yako na umeangushwa kibahati baya, au hata umeangushwa mtu akielewa vizuri chenye anafanya. Huenda umeangushwa kimahusiano, maybe you were very loyal to someone but they dropped you and now you feel heartbroken. Huenda ulikuwa na biashara yako mzuri ilikuwa imeshika, and in near future ulikuwa unajiona ukiwa a very big established entrepreneur,
lakini mambo ikafanyika, ukaangushwa. Huenda ulikuwa na ministry, huenda ulikuwa na ndoto kubwa na maono makubwa ya maisha yako, lakini mambo na hali ilifanyika na ukajipata umeangushwa. Si kupenda kwa yoyote yule kuwa kilema, kuwa kiwete, lakini kwa njia moja au nyingine tumeangushwa katika maisha. Someone dropped you emotionally. Someone dropped you psychologically. And even someone might have dropped you physically. But I am here to encourage you that it doesn't matter who dropped you and when were you dropped. Maybe it's been a while since you were dropped, since you became crippled. Huenda ni muda mrefu tangu ndoa yako, your relationship, your health, your family, your dreams, na hata maisha yako kwa jumla iliangushwa chini, na kutoka hapo ukawa kilema, na sasa chenye kimebaki ni uchungu, bitterness, pain, denial. Na baada ya kuwa umeangushwa vile, mjakazi hakukuacha tu, wala hukuendelea kuishi maisha uliyokuwa umeyazoea. Ulienda kukaa road bar, mahali pa utupu, mahali ambapo ni mahali pa kuteseka. Huenda saa hii tunavyoongea hivi uko road bar, umejishika tama, unashangaa sasa, alafu tuelekee wapi? Road bar, kusema ukweli, kama unajua vizuri sana wewe ulizaliwa Ikulu, kuishi kwa slums ukifahamu kwamba wewe ni mtoto wa kifalme, inatesa kweli. Na ndio unaona kuna wengine wameridhika, wako road bar lakini hawana shinda, lakini wewe you are always uncomfortable. You feel that you don't belong there, and you imagine that you were to be brought up and live in a palace, and now you are languishing in poverty at road bar. You won't help but feel a lot of worthlessness, rejection, denial, poor self-image. Could I be speaking to somebody tonight? And this is your current feeling. You feel like a dead dog. You feel like you don't belong there. Lakini maisha yamekusukuma mpaka pale. Na la kuhuzunisha tena zaidi ni kwamba wewe ni kilema, miguu ilivujavujwa, and so you have weakness. Haijalishi uko katika hali gani, mfalme hataki kujua. Haijalishi yuaishi wapi sasa hivi, mfalme hataki kujua. Anataka tu kujua kitu moja, kwamba wewe ndiwe umebaki katika familia ya Sauli. For the king want to show you God's kindness. Mfalme amesema yuwafaa kuketi mezani pamoja naye. Usijali utafika kwa mfalme vipi. The king will facilitate everything.
venye utasafiri mpaka kwa mfalme, mfalme anaelewa. Na nakwambia hata itakuwa furaha kuu sana kwake mfalme kufahamu wewe sio tu mmoja wa familia ya Sauli, bali wewe ndiwe mtoto wa rafiki yake Yonathani. Huenda uko hapo yajihisi kama mbwa, tena sio mbwa tu, bali mbwa aliyekufa. Roho wa Mungu anasema mfalme ashaamrisha ukujiwe from that place of worthlessness, from that place of emptiness and no passion, from that place of poverty, ridicule, black and mockery. Uwe na nafasi ya kurudi ikulu mara nyingine tena. Ndio uliona kama maisha ya kuwa ikulu iliisha. Maisha ya kula na kunywa na kulala vizuri unaona kama yalifika mwisho. Unaona kweli hakuna msaada wowote. Chenye sasa ni muhimu ni kutulia na kungoja siku ya kufariki. Lakini ningetaka nikufariji ya kwamba mfalme ametumana. Kuwa mwenye subira kidogo tu, kwani Ziba yu njiani. Na jambo iliyo mzuri tena muhimu sana ni kwamba utakapofika mezani kwa mfalme, hamna atakaye utambua ulemavu wako. Miguu yako itakuwa chini ya meza, na hivyo utachangamkia chakula kama wengine. Utaenjoy kama watoto wa mfalme. Utakapokuwa katika ile meza ya mfalme, Mungu atakapokuwa amekubadilishia hali ile machungu, masubuko na heartbreaks na kunyanyaswa na chuki hata bila sababu, kuchukuliwa kama takataka, kutakuwa kumefichwa kote chini ya meza. Haitaonekana jinsi ambavyo maisha yako ya nyuma ilikuwa. Hamna atakayetambua vita ambazo umepigana. Hamna atakayetambua mateso, uchungu, kulala njaa na shinda ambazo umezitafunia kule Lodibar. Itakuwa ni wakati wa kusifu na kuimba, Bwana, nimekufanyia nini ndio unifanyie wema huu? Mimi mwenye amekuwa ni kama mzoga, tena si mzoga tu, bali mzoga wa mbwa. Na kutoka wakati huo, kama venye tu mfalme Daudi aliamurisha kwamba Mephibosheth aishi kula katika meza ya mfalme, hutawahi onja shinda tena, hutawahi jua kuteseka tena, hutawahi tembea miguu tena, hutawahi kuwa katika ile hali ya uchochole tena, kwani Mungu atakuwa amekukumbuka. Na yale mambo yote ambayo yalikuwa yanakusumbua, magonjwa yaliyokuwa yanakusumbua, mawazo na hata msongo wa mawazo, zote zitakuwa jambo la kitambo. Itasahaulika na itakuwa imefichwa chini ya meza. Nao wajakazi na watumishi wa mfalme watakuwa wakikuhudumia wewe kwa amri ya mfalme mwenyewe. Na hivyo basi usife moyo. Subiri kidogo tu, kwani Ziba yu karibu kufika kuleta ujumbe ya kwamba yuahitajika mezani mwa mfalme. Itakuwa furaha iliyoje! Utakuwa ni wakati ambao hali yako ya kujihisi kama mbwa, yani
Umbwa ikimaanisha that feeling of worthlessness, kiwango cha kuwa chini sana na kudharauliwa sana, kitakuwa kimefika mwisho. Nao ulemavu wako ambao humaanisha umelemazwa, you can't reach to your destiny. Kwani utatembea na nini kwa destiny yako? But you know what? Don't worry yourself how you will reach to the king's table. Kwani mfalme ameagiza upelekwe hata. Hivyo anajua venye utafika katika meza ya mfalme. And the king's invitation is the grace that lifts those who are feeling worthless. That grace is about to locate you. Nao wote waliokuona kule Lo-debar, wote waliokuchekelea, kwani lazima wangekuchekelea wakiona mtoto aliyezaliwa ikulu akihangaikia kwa shinda na mateso in a slum. Lakini soon and very soon Mungu yuaja kukutoa Lo-debar. Na nakwambia kwa hakika, kama vile Mefiboshethi, hutaamini umepata kibali mbele ya mfalme.